wako asubuhi ya leo ni mimi Idi Sesanga, na kwanza ni muhtasari wake. Rais Donald Trump asifu kile alichokita siku kubwa kwa Mashariki ya Kati baada ya viongozi kusaini tamko la Gaza. Rais wa Madagascar asema amejificha eneo salama kufuatia jaribio la kumuua na mapinduzi dhidi ya serikali yake. Na China yasema itapambana hadi mwisho katika vita vya biashara na Marekani. Habari kamili. Sharm el-Sheikh, Misri. Rais wa Marekani Donald Trump amesifu kila alichokiita siku kubwa kwa Mashariki ya Kati baada ya kusaini makubaliano ya kusitisha vita Gaza, akiwa na viongozi wa Misri, Qatar na Uturuki katika mkutano wa kilele mjini Sharm el-Sheikh. Hatua hiyo imefuatia kubadilishana kwa mateka na wafungwa kati ya Israeli na kundi la Hamas, ambapo mateka 20 wa mwisho wa Israeli wameachiwa huru na Israeli ikawaachia zaidi ya wafungwa 1900 wa Kipalestina. Trump amesema makubaliano hayo yanafungua ukurasa mpya wa amani, huku rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi akisema mkataba huo unafunga ukurasa wa maumivu katika historia ya mwanadamu. Washington na Kiev. Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuwa atamkaribisha rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika ikulu ya White House siku ya Ijumaa. Mazungumzo yao yanatarajiwa kujadili ulinzi wa anga na ombi la Ukraine la kupatiwa makombora chapa ya Tomahawk yenye uwezo wa kufika hadi Moscow, hatua ambayo Urusi imeitaja kuwa uchokozi mkubwa. Zelensky amesema tayari amewasilisha maelezo kuhusu idadi ya makombora wanayohitaji, huku mashambulizi mapya ya Urusi katika jiji la Kharkiv yakiharibu kituo cha afya na kusababisha kukatika kwa umeme katika wilaya kadhaa. Antananarivo. Rais wa Madagascar Andry Rajoelina amesema amejificha katika eneo salama baada ya jaribio la kumuua na kuipindua serikali yake. Katika hotuba ya televisheni, Rajoelina alisema kundi la wanajeshi na wanasiasa lilipanga njama ya kumuua na kwamba amelazimika kujificha kwa ajili ya usalama wake. Waandamanaji wengi vijana wamekuwa wakiongoza maandamano kupinga kukatika kwa maji na umeme, lakini harakati hizo sasa zimegeuka kuwa upinzani dhidi ya utawala wake na kumtaka ajiuzulu. Rajoelina ambaye aliingia madarakani kupitia mapinduzi mwaka 2009 ametoa wito wa kuheshimu katiba kama njia pekee ya kutatua mgogoro wa sasa. Ripoti za vyombo vya habari vya Ufaransa zinadai kuwa rais huyo alitoroka kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa, ingawa Paris bado haijathibitisha madai hayo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Beijing. China imesema iko tayari kupambana hadi mwisho katika vita vya kibiashara na Marekani baada ya Rais Donald Trump kutangaza ushuru wa ziada wa 100% kwa bidhaa zote kutoka China. Msemaji wa Wizara ya Biashara ya China amesema kama Marekani inataka mapambano, wapo tayari kwa hilo, na kama inataka mazungumzo, milango iko wazi. Hatua hiyo ya Trump imezua taharuki katika masoko ya kimataifa, ikiwa ni majibu ya uamuzi wa Beijing kuweka vikwazo vipya vya usafirishaji wa madini adimu. China inasema hatua yake imezingatia sheria za kimataifa na inalenga kulinda usalama wa taifa na utulivu wa kimataifa. Caracas. Serikali ya Venezuela imetangaza kufunga balozi zake nchini Norway na Australia na kufungua mpya katika mataifa ya Burkina Faso na Zimbabwe, ikisema ni sehemu ya mabadiliko ya kimkakati ya huduma za kidiplomasia. Hatua hiyo inakuja baada ya wiki kadhaa za mvutano unaoongezeka kati ya Caracas na Washington, huku Marekani ikituhumiwa kupanga mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Venezuela. Norway imesema imesikitishwa na uamuzi huo, ikisisitiza umuhimu wa kuendeleza mazungumzo. Mabadiliko hayo yamejiri siku chache tu baada ya Maria Corina Machado, kiongozi wa upinzani wa Venezuela, kushinda tuzo ya amani ya Nobel ya 2025 kwa kupigania demokrasia katika taifa hilo la Amerika Kusini. Machado alitoa tuzo hiyo kwa rais wa Marekani Donald Trump. Na katika michezo, Cape Verde imeandika historia kwa kufuzu kwa mara ya kwanza kwenye kombe la dunia
la FIFA 2026 baada ya kuishinda Eswatini kwa magoli 3-0 katika hatua ya mwisho ya kufuzu barani Afrika. Taifa hilo dogo lenye visiwa vya volkano magharibi mwa Afrika limejihakikishia nafasi moja kati ya 9 za moja kwa moja. Mabao yalifungwa na Daylon Livramento, Willy Semedo na Stopira, na mashabiki wakisherehekea kwa shangwe mitaani. Mwisho. DW Dunia Yetu leo asubuhi. Asante sana Idi Sisanga kwa taarifa hiyo ya habari za dunia, ambapo ni Afrika leo asubuhi. Tunashirikiana na shirika la DW na wakati unaelekea kwenye ripoti za waandishi wa habari na uchambuzi. Kufanyika Misri. Wa Palestina pia wanaendelea kurejea katika makazi yao yaliyogeuka kuwa vifusi na kuharibiwa vibaya. Je, upi ni mustakabali wao? Na nitakupeleka huko nchini Kongo kuangazia ajali za mara kwa mara za majini. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali salia nami. Naitwa Silvia Mwakozi. Na msikilizaji, uchambuzi wetu unaanzia huko Mashariki ya Kati ambako mabadilishano ya mateka na wafungwa kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hamas yamefanyika jana, huku Rais Donald Trump na viongozi wengine wakikutana nchini Misri kwa ajili ya mkutano wa amani ya Gaza. Idi Sesanga amefuatilia yaliyoendelea huko na kutuandalia ripoti ifuatayo. Mkutano wa amani uliofanyika mjini Sharm el-Sheikh nchini Misri umeashiria hatua mpya kuelekea utulivu wa ukanda wa Gaza baada ya miaka miwili ya vita vya umwagaji mkubwa wa damu. Rais wa Marekani Donald Trump aliyeongoza upatanishi wa makubaliano ya kusitisha vita aliuambia mkutano huo kuwa sasa ni wakati wa mwanzo mpya. Baada ya miaka ya mateso na umwagaji damu, vita vya Gaza vimekwisha. Msaada wa kibinadamu sasa unamiminika, ikiwemo mamia ya malori yaliyosheheni chakula, vifaa vya matibabu na mahitaji mengine. Kiwango cha upendo na huzuni ni cha ajabu. Sijawahi kuona kitu kama hicho. Ni jambo la kushangaza kuona kwamba hawajawaona mama zao au baba zao kwa muda mrefu sana. Viongozi zaidi ya 20 kutoka mataifa ya Ulaya, Kiarabu na Asia walihudhuria mkutano huo, wakiwemo marais wa Misri, Uturuki na Emir wa Qatar, waliotia saini tamko pamoja na Rais Trump la kudumisha urithi wa amani. Mazungumzo haya yalijikita katika masuala ya usalama, uongozi wa Gaza na mpango wa ujenzi mpya, huku viongozi wengi wakisisitiza haja ya misaada kufikishwa kwa haraka kwa wakazi waliokumbwa na vita. Miongoni mwa viongozi waliokuwepo pia ni kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, waliounga mkono juhudi hizo za kimataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres naye alituma salamu za pongezi, akisema kupitia naibu msemaji wake Farhan Haq kwamba utekelezaji wa makubaliano hayo ni ishara ya matumaini mapya kwa eneo hilo lililoharibiwa vibaya na vita. The Secretary General welcomes the continued implementation of the ceasefire in Gaza. Katibu mkuu amekaribisha utekelezaji unaoendelea wa makubaliano ya kusitisha vita Gaza kwa msingi wa pendekezo la Rais wa Marekani Donald Trump. Ameyapongeza mataifa ya Qatar, Misri, Marekani na Uturuki kwa juhudi zao za upatanishi na kulitambua jukumu muhimu la Kamati ya Kimataifa Msalaba Mwekundu katika kuhakikisha mchakato huo unafanyika kwa usalama na utu. Ensuring that all releases take place safely and humanely. Hata hivyo, bado kuna masuala kadhaa ambayo hayajapatiwa ufumbuzi wa wazi, ikiwemo usimamizi wa kisiasa na kijeshi wa Gaza na hatima ya kundi la Hamas ambalo bado halijakubali kusalimisha silaha zake. Wakati huo huo, misaada ya kibinadamu inaendelea kupelekwa ndani ya eneo hilo, huku mashirika ya kimataifa yakionya juu ya hali ngumu ya kibinadamu inayowakabili maelfu ya wakazi waliopoteza makazi yao. Rais Trump ameelezea matumaini kwamba makubaliano haya ya awali yatakuwa chachu ya amani ya kudumu Mashariki ya Kati na huenda yakafungua milango ya maridhiano mapana zaidi katika eneo hilo. Tunasalia katika suala hilo. Wakazi wa ukanda wa Gaza wakati wanarejea majumbani baada ya kusitishwa mapigano, hali ambayo hatima yake haitabiriki, wanakabiliana na vifusi na uharibifu mkubwa, pamoja na kubwa zaidi, mustakabali usio na uhakika, hali ambayo inazidisha makovu ya vita mioyoni mwao na kuvunja matumaini ya kupatikana kwa amani. Suala la nani ataliongoza eneo hilo pia halijapata suluhu, kwani Wapalestina wanaripotiwa kuhisi kutengwa na mchakato mzima wa kuunda uongozi mpya. Thelma Mwazaya anaarifu zaidi.
Wapalestina wanarejea nyumbani wakiwa na roho mkononi, kwani uharibifu wa makazi, miundombinu na ukosefu wa huduma vimetamalaki. Wengi wamepoteza kila walichokuwa nacho. Nesrin Hamad ni mama wa watoto watatu. Anasubiria taarifa za mume wake ambaye alifunga safari hatari hadi mtaa wa Sheikh Radwan mjini Gaza. Yeye alisalia Deir al-Balah iliyo katikati ya ukanda wa Gaza ambako familia yake inapata hifadhi. Mume wake ni mmoja wa maelfu ya wakazi wa Gaza waliorejea sehemu ya kaskazini baada ya Israel kutangaza kusitisha vita Ijumaa adhuhuri. Kutokea wakati huo, msururu wa watu ulionekana ukitembea kwa miguu kwenye barabara ya kaskazini iliyo eneo la pwani. Kufuatia mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja, wiki hii kundi la wapiganaji la Hamas lililo na makao yake katika ukanda wa Gaza na Israel ziliafikiana kusitisha vita kwenye mkataba ulio na vipengee 20. Mkataba huo una azma ya kumaliza vita vilivyodumu miaka miwili kati ya Hamas na Israel, ijapokuwa bado yapo masuala mengi ambayo yanazua utata katika mpango huo unaopigiwa upatu na Marekani. Kamal Abu Shanab ni mkazi wa Gaza na anashukuru kwa hatua hii mpya. Namshukuru Mola, tumepata uhai mpya. Tuliteseka sana na kuepuka kifo. Uzito wangu wa mwili ulikuwa kilo 127 na kwa sasa nina kilo 68. Imekuwa safari ya mateso yasiyoelezeka, njaa, madhila, kuonewa, kuteswa na mabalaa. Huwezi kuamini yaliyotusibu. Katika awamu ya kwanza ya makubaliano, Hamas imewaachilia wafungwa 20 walioko hai, huku Israel ikitazamiwa kuwaachilia kiasi wafungwa 2000 wa Palestina, wengi wao walizuiliwa bila mashtaka yoyote. Maiti za wengine 28 pia zimepangiwa kuwasilishwa. Itakumbukwa kuwa vita hivyo vilianza tarehe 7 mwezi wa Oktoba mwaka 2023. Swala jingine la msingi ni uongozi utakaochukua hatamu Gaza. Chini ya makubaliano mapya, uongozi mpya wa Palestina utakaowaleta pamoja wataalam utaundwa na kusimamiwa na vigogo wa kimataifa kama Rais Trump na Waziri Mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair. Hata hivyo, pendekezo hilo limekosolewa, kwani Wapalestina wanaripotiwa kueleza kwamba wametengwa kwenye mchakato mzima wa kuiamua hatima yao. Ni matangazo ya asubuhi, msikilizaji, na tunasonga mbele na uchambuzi wa taarifa zetu. Zaidi ya watu 148 wamepoteza maisha katika ajali za boti kwenye mto Kongo tangu mwezi Julai mwaka 2024, huku wengine kadhaa wakiripotiwa kupotea licha ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mara kadhaa kuwaonya wamiliki wa vyombo vya usafiri wa majini kutovunja sheria, ikiwemo kujaza kupita kiasi. Hata hivyo, abiria wanasema hawana chaguo lingine. Hawa Bihoga anaangalia hali ya usafiri katika mto Kongo. Wakazi wa Mbandaka, mji wa bandari kaskazini magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa usafiri, si kwa njia nchi kavu pekee bali hata majini. Mvua zinazonyesha takribani mwaka mzima husababisha barabara nyingi kutopitika, hivyo wakazi hao hulazimika kutumia boti duni kusafiri kwenda katika shughuli za kila siku. Kila siku boti kubwa za abiria husafiri kwenye mto Kongo, mto wa pili kwa urefu barani Afrika na wenye kina kirefu zaidi duniani. Boti hizo huwa zimejaa kupita kiasi na bila kuzingatia kanuni za usalama. Mwalimu Nestori Mwakwanguba anasema hawana chaguo lingine linapokuja suala la usafirishaji katika eneo hilo. Tunajitia kwenye hatari kusafiri katika mazingira kama haya kwa sababu hakuna njia mbadala kama barabara zinazoweza kutufikisha hapa Mbandaka. Zaidi ya hayo, kwenye mto huu boti ni chache na zilizopo sio salama. Hata hivyo, tunalazimika kutumia boti hizi chakavu kwa sababu hatuna chaguo lingine. Kulingana na shirika la habari la AFP, tangu Julai 2024 angalau watu 148 walifariki katika ajali za boti, huku kadhaa bado hawajulikani walipo. Idadi hii huenda ikawa ni kubwa zaidi kutokana na kile kinachoelezwa ni agharabu kuwepo kwa orodha rasmi za abiria. Katika makaburi ya Mbandaka, Florence, mama wa Munzanza, alipiga magoti kando na kaburi la mwanaye huku machozi yakimtiririka. Uhai wa kijana wake ulikatizwa na ajali ya boti, anayenyoshea kidole mamlaka kwa kutochukua hatua dhidi ya wahusika. Grovis Engomba ni makamu wa rais wa chama cha wamiliki wa meli, anakiri juu ya kadhia hiyo, lakini ipo changamoto kutoka kwa mamlaka.
Ndiyo, tunapakia abiria na mizigo kupita kiasi, hiyo ni kawaida. Kumbuka kuna ushuru wa mazingira, mabaharia wanataka kuonyesha ripoti za usalama wa vyombo vyetu na malipo mengine chungu nzima, na usipolipa wanaizuia boti kusafiri. Kwa mujibu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Uchukuzi, ina kilomita 1058 za barabara, lakini chini ya 5% sawa na takriban kilomita 2700 ndio zilizokamilika kwa kiwango cha lami. Mnamo mwaka 2019, katika awamu ya kwanza ya muhula wake, Rais Felix Tshisekedi alitangaza kuboresha miundombinu kwa kuiunganisha nchi kwa njia ya barabara. Hata hivyo, ukosefu wa fedha, ufisadi na changamoto za usimamizi umeyafanya maendeleo kwenda kwa mwendo wa kinyonga. Licha ya mpango huo kukwama, wananchi hawana budi kuendelea kutumia usafiri wa majini ambao hauna uhakika wa usalama wao, huku vifo vikiendelea kushuhudiwa kutokana na ajali zinazoweza kuzuilika. Tunasalia barani Afrika. Nchini Kenya, tafiti zinaonyesha kuwa upo uhusiano kati ya mabadiliko ya hali ya hewa na ongezeko la magonjwa ya afya ya akili. Jamii na hasa wanawake wakulima kwenye maeneo ya vijijini wamejikuta kwenye hali hii, na hasa kutokana na msongo wa mawazo unaosababishwa na kukosa mavuno ya kutosha ama mabadiliko hasi ya uzalishaji kwa sababu ya mafuriko au ukame. Lilian Mtono na taarifa ya kina. Huko Kaloleni, kaunti ya Kilifi, katika eneo la kaskazini ya jiji la Mombasa, Elizabeth Amina Kadenge ana shamba la ekari 3, na kwa miongo kadhaa mama huyo wa watoto 3 amelima shamba hilo ambalo ni chanzo kikuu cha upatikanaji wa chakula kwa familia yake. Hata hivyo, mavuno katika siku za karibuni yamekuwa hayatabiriki. Katika msimu uliopita, mvua kubwa zilikatiza matumaini yake ya kupata mavuno mengi na kumfanya akose uhakika kuhusu mahali atakapopata chakula. Kushughulikia wasiwasi unaotokana na hali ya hewa inayobadilika, Kadenge ameamua kubadilisha mazao kutoka mahindi hadi mihogo ambayo huvumilia mabadiliko haya. Changamoto yangu ni chakula sina, kwa sababu mahindi inachukua miezi 3 kukaa ndo upate chakula. Muhogo ukipanda leo hivi, leo ni tarehe kama 12, mpaka mwaka ujao mwezi kama huo tena ndo navuna muhogo. Sasa unaona hii period yote nitakuwa nikitumia mfuko wangu kununua chakula. Hiyo ni changamoto na inanipiga sana kiakili kununua chakula nje, badala kwa ningekuwa nimepata mavuno yangu ningekuwa sina shida chakula. Kaloleni ni moja ya maeneo yanayokabiliwa na ukame mkubwa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mahindi ambayo ni kilimo kinachopendelewa na wakazi wengi wa eneo hilo huathirika mno na hali ya ukame na hunyauka kwa sababu ya ukosefu wa maji. Kutokana na hali ya ukame iliyokithiri eneo hilo, ni miongoni mwa maeneo yanayofuatiliwa kwa karibu nchini Kenya. Mtandao wa wahudumu wa afya ya jamii hutembelea kaya zote za Kaloleni kila mwezi ili kuhamasisha na kuangalia jinsi watu wanavyoendelea. Pia hujaza dodoso ambazo serikali hutumia kujielimisha kuhusu mahitaji ya jamii za vijijini. Jasmith Shah ni mwanasayansi wa data katika taasisi ya ubongo na akili ya chuo kikuu cha Aga Khan, ambaye alitaka kufanya utafiti kuhusu athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwa afya ya akili ya wanawake katika jumuiya za wakulima vijijini nchini Kenya. Ingawa wasiwasi unaosababishwa na hali ya hewa tayari umefanywa uchunguzi nchini Marekani na Ulaya, hakuna utafiti wa afya ya akili ya wanawake uliokwisha fanyika katika eneo hili kwa kuwa hakukuwa na msingi wa utafiti. Shah amesema karibu wanawake 15,000 walionyesha viashiria vilivyoibua wasiwasi. Kwa mfano, amesema waligundua ukame na joto kali huchangia kuongeza viwango vya mawazo ya kujiua miongoni mwa wanawake. Humphrey Kisao, mlezi wa afya ya jamii anayefuatilia kaya 115 katika kaunti ya Kilifi zenye jumla ya watu 532, amekuwa akifanya kazi hii kwa miaka 18 na anasema ameona mabadiliko makubwa. Amesema watu kwenye eneo hilo bado wanalima, lakini mapato sio kama hapo awali. Hutumia pesa nyingi mashambani, lakini mara nyingi hawapati mavuno mazuri. Messi Gitara, ambaye ni meneja wa afya ya akili na kisaikolojia katika shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya, na kwa tajiriba yake ni dhahiri kwamba ukame na mafuriko vinachangia kuzorota kwa afya ya akili. Ameongeza kuwa yapo matatizo mengi ya kisaikolojia miongoni mwa jamii hizo, huku hali ya afya ya akili kama vile mfadhaiko na msongo wa mawazo vitokanavyo na kiwewe zikiongezeka. Na kwa maana hiyo anasisitiza juu ya kuongezwa kwa uwekezaji kwenye eneo la afya ya akili. Shah akishirikiana na timu zinazohusika kwenye tafiti wanakiri kwamba tayari hali imeanza kutokea na kupongeza juhudi za serikali ya Kenya kuanzisha mpango wa wakuzaji afya ya jamii CHP kote nchini humo.
Na sasa katika mwendelezo wa taarifa zetu kuelekea uchaguzi wa Tanzania, tunaelekea katika nyanja ya uchumi wa buluu, kutoka kwa wavuvi wa Kizimkazi hadi wafugaji wa mwani kisiwani Pemba. Wanawake na vijana ndio wanaguswa maisha yao moja kwa moja, na kwa wakati huu wa kuelekea katika uchaguzi mkuu, ahadi nyingi zinalengwa kuwainua wanawake kwenye sekta ya uvuvi na kilimo cha mwani, ambapo ni moja ya sekta inayobeba matumaini kwa Wazanzibari hasa wa vijijini, ikikadiriwa kuwa na zaidi ya ajira 100,000 kupatikana hapo, kati yake 17% ni wanawake. Mwandishi wetu wa Zanzibar Salma Saidi ametuletea taarifa ifuatayo. Bahari si tu mandhari ya kuvutia bali ni uti wa mgongo wa uchumi mpya wa Zanzibar. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, zaidi ya 30% ya pato la Zanzibar linategemea shughuli zinazohusiana na utalii, ambao ni sehemu muhimu ya uchumi wa buluu. Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi alipoingia madarakani alikuja na mikakati ya kuinua sera ya uchumi wa buluu na kuunda wizara maalum. Katibu mkuu wa wizara wa uchumi wa buluu Captain Hamad Bakari Hamadi anaelezea vifaa vinavyotolewa na mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD pamoja na shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP. Mradi wa IFAD tumetoa vifaa pamoja na boti, na kupitia mradi wa UNDP pia tumetoa hizi boti za ukulima wa mwani kwa ajili ya wananchi. Ni uchumi unaotegemea hazina kubwa ya bahari na pwani, unaolenga si tu kuongeza pato la taifa bali kupunguza umaskini, kukuza ajira na kuhakikisha maendeleo endelevu. Wakati huo uchaguzi, wagombea wa urais wanakutana majini na nchi kavu, huku kila mmoja akiahidi kuinua zaidi uchumi wa bahari. Mgombea wa urais kupitia chama tawala cha CCM Hussein Mwinyi ameahidi haya. Serikali pia itaendelea na ujenzi wa miundombinu mbalimbali ndani ya sekta ya uvuvi na mwani ili kuhakikisha wananchi wanafaidika kwa kukuza vipato vyao na kuchangia katika pato la taifa. Mgombea wa ACT Wazalendo Othman Masudi anaona bado rasilimali ya bahari haijatumika kikamilifu. Rasilimali kubwa nchi hii ni bahari, bado hatujaitumia. Hata pale tunapoitumia tunaitumia kidogo. Kwa mfano suala la mwani, mimi nasema kila siku, kila ninapopita. Sasa hivi Zanzibar hatuuzi mwani, tunauza majani kutoka baharini. Takwimu zinaonyesha zaidi ya vijana 4,000 wamenufaika na mafunzo ya ujasiriamali na mbinu za uvuvi wa kisasa kupitia uchumi wa buluu. Ni kwa kiasi gani mafunzo haya yamewanufaisha wananchi? Huyu hapa Mwanaheri Musa Muhammad. Wakulima wa mwani sasa hivi tumesema hatutaki mafunzo, hatutaki kitu chochote, isipokuwa jambo kubwa tunalolitaka ni bei ya mwani, inaturudisha nyuma. Hili linatutia uchungu. Katika taarifa yake, IFAD inasema kuwa mwani umeongeza kipato cha wanawake wa vijijini kwa 40% katika miaka 5 iliyopita. Salma Said, DW, Zanzibar. Naam, msikilizaji, taarifa hiyo ya Salma Saidi inatusogeza kabisa ukingoni mwa matangazo haya, lakini kabla ya kuhitimisha, sikiliza makala fupi ya afya yako. DW Afya yako. Katika harakati za kutafuta utulivu na faraja baada ya siku ya shughuli nyingi, wengi wetu tunakimbilia kuoga maji ya moto. Ni utamaduni uliozoeleka hasa nyakati za baridi. Lakini je, unajua kwamba maji hayo ya moto unayoyafurahia yanaweza kuathiri afya yako bila kutarajia? Unapokuwa unaoga maji ya moto, yale mafuta ya asili yaliyo katika mwili wa binadamu unakuwa unayaondoa. Makala hii ya afya yako inaangazia madhara yanayoweza kutokea kutokana na kuoga maji ya moto. Mimi ni Salma Mkalibala, karibu. Kwa muda mrefu kuoga maji ya moto kumeaminika kuwa njia bora ya kuondoa uchovu, kuboresha mzunguko wa damu na kupunguza msongo wa mawazo. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanaonya kuwa matumizi ya maji ya moto kupita kiasi yanaweza kuathiri afya ya ngozi, nywele na hata mfumo wa damu. Msikilize daktari bingwa wa afya ya jamii Samson Mkawe akifafanua zaidi kuhusu athari hizi. Unapokuwa unaoga maji ya moto au maji yenye joto jingi, ni kwamba yale mafuta ya asili yaliyo katika mwili wa binadamu
unakuwa unayaondoa, unayayeyusha, na mwisho wa siku unakwenda kuathiri mpaka keratin protein ambayo ipo katika ngozi. Kuoga maji ya moto mara kwa mara kunaweza kupunguza kinga ya mwili na kuongeza uwezekano wa mikunjo ya ngozi. Pia huathiri mfumo wa fahamu na wakati mwingine husababisha mafua au homa. Uogaji wa maji ya moto mara kwa mara inaweza ikaja kuharibu hata ubora wa mfumo wa uzazi wa mwanamume, kwa sababu tukichukulia mwanamume anazalisha sperms ambao manii, zile mbegu za kiume. Sasa sehemu ambazo mbegu za kiume zinakaa, zinahifadhiwa, zile sehemu joto lake linatakiwa iwe ni ndogo sana na inapotokea unaweka maji ya moto mara kwa mara kwenye mwili wako, zinaweza zisiwe bora sana. Aidha, baadhi ya wazazi wapya, hasa akina mama wanaoogeshwa na kukandwa kwa maji ya moto baada ya kujifungua, wamekuwa wakikumbwa na madhara ya kiafya ikiwemo maumivu makali, uharibifu wa maumbile ya mwili na kulegea kwa misuli. Zaidi msikilize Daktari Enjoy Nsolo kutoka kitengo cha magonjwa ya wanawake na uzazi katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Kusini, akifafanua kuhusu athari hizo. Hiyo mienendo ya kuwakanda wakina mama kwa kipindi kile cha mwanzo mara baada ya kujifungua tu kinaweza kikampelekea akaendelea kutoka na damu zaidi baada ya kuipunguza ile damu kama ambavyo wenyewe wanafanya. Pia kitu kingine ambacho kinaweza katokea kwa wamama ambao wamejifungua kwa operation, kukanda ile sehemu yenye mshono yanaweza kampelekea mama akapata wadudu au infection kwenye sehemu ya kidonda. Mbali na maelezo ya kitaalamu, wapo watu ambao tayari wamepitia madhara ya kuoga maji ya moto mara kwa mara. Miongoni mwao ni Vanessa Nasari, mkazi wa Mtwara, ambaye kwa muda mrefu alikuwa akiamini kuwa kuoga maji ya moto ni njia bora ya kujitunza na kujipa utulivu, lakini mambo hayakuwa kama alivyotarajia. Nilikuwa na tabia ya kuoga maji ya moto sana, na nilihisi inanisaidia kupumzika na kunifanya nijihisi msafi zaidi, lakini baada ya muda nilianza kuona ngozi yangu inakauka sana, hasa usoni na mikononi. Vanessa sasa ameacha kabisa kutumia maji ya moto kupita kiasi na anatumia maji baridi pekee. Ili kuepuka madhara yatokanayo na maji ya moto, wataalamu wanashauri kutumia maji ya uvuguvugu ambayo hayawezi kuondoa unyevu mwingi kwenye ngozi. Lakini iwapo kuna ulazima wa kuoga maji ya moto, unashauriwa usipende kutumia yaliyochemshwa. Badala yake unaweza kuwa na utaratibu wa kuyaweka juani, na ikiwezekana usioge maji ya moto kila siku. Lakini vile vile tunasema kama ni mtu ambaye anaishi mazingira ya baridi sana na hawezi kuoga maji ya baridi, basi tunamuomba kwa wiki aoge maji ya uvuguvugu mara 3 tu, ili ajitahidi hizi siku zingine kuoga maji ya baridi. Kumbuka, afya njema inaanza na maamuzi madogo unayoyafanya kila siku. Asante kwa kuwa nami kwenye makala hii ya afya yako. Mimi ni Salma Mkalibala. Hadi wakati mwingine. Na hadi kufikia hapo, msikilizaji, nimekamilisha matangazo haya ya asubuhi. Matangazo mengine ni saa 7 kamili za mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wengine wote uliowasikia, mimi naitwa Silvia Mwehozi. Asubuhi njema. Asante sana Silva Mweusi kwa kutuelekeza vizuri hapo, na vile Idi Sisanga kutuletea taarifa ya habari. Na sasa hivi msikilizaji, basi inapendezwa wakati ambapo basi tunarejea kwenye studio za idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa ili ukaweze kupokea kiziba mkonga cha siku ya leo. Kiziba mkonga cha siku ya leo. Kiziba mkonga cha sasa. Tupokee kiziba mkonga cha sasa. Mojawapo ya tekniki inayotumia shetani. Mojawapo ya tekniki anayoitumia shetani kuwakamata wengi ni kukupa kiu kubwa ya kutamani.
una mme na unatamani kuwa na waume wengine kwa sababu ya pesa, mali, starehe, kubebwa kwenye magari ambayo hujui hata yamenunuliwa kwa njia ipi. Wengine wametoa kafara, nyumba nzuri. Una mke lakini bado unafanya chokochoko na wamama kizee ili upate hela. Unaporejea nyumbani wanakushabikia, kumbe kule nje kuna muhisani ambaye anakufaidi. Unafanya vitu fulani kabla ya msimu au wakati wako sahihi, na mara ukifanikiwa umepata kwa njia ya mkato, vinakuwa chanzo cha upotevu wako wa kuweza kumpenda Mungu. Vinakufanya kuwa na moyo mgumu. Nje muonekano unaonekana mwenye maendeleo, lakini rohoni unaumia kwa kuweza kutoa mimba, kwa kuweza kulala na wanawake wengi na kuweza kuharibu nafsi yako. Jifunze kuzitambua nyakati za kuishi. Ndio maana wengi wanaanza kama mareda, mambo yakichemka yakikakamaa, unakuja kuwaona wanajiita single mareda. Vikizidi unaona isiwe tabu, wanaamua kuwa single parent. Mwishowe wanaishia kuwa single lady. Ndio maana Solomoni akasema Suleimani kwamba yote ni ubatili. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.